mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV, brightest your day. Kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, nichukue nafasi hii kwanza kukushukuru wewe ambaye tayari muungana nami asubuhi ya leo. Nikwambie kwamba uamuzi uliofanya ni uamuzi sahihi sana, kwa sababu ninaamini katika kipindi hiki kuna mambo mazuri mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Nikwambie kwamba kama nilivyokuahidi wiki iliyopita, itakapofika muda kama huu, siku ya leo, Jumapili hii, tutakutana hapa kwa ajili ya kuendeleza gurudumu letu la Amka Tumsifu Mungu katika kipindi hiki cha Star TV. Nikwambie kipindi hiki kina Luka live, kipo live YouTube huko. Unaweza ukaangalia, ukapekua linki na ukawatumia ndugu jamaa na marafiki ili nao waendelee kukitazama kipindi hiki wanapokuwa katika harakati zingine za kimaisha. Lakini pia unaweza ukatuma ujumbe wako kuniambia kwamba tuko pamoja katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu kwa nambari ya 0655770796, na namba hizi zipo hapo kwenye TV yako. Unaweza ukazikopi vizuri na ukautuma ujumbe wako hapa sasa hivi. Nitafurahi sana na nitashukuru sana nikianza kuona jumbe zako zikitililika hapa studio, na mimi nikuahidi nitazisoma jumbe zako. Unaweza ukatuma ujumbe zako kwa namba hiyo ambayo nimekupa, ukaandika majina yako pale na ukatuambia wewe ni nani, kutoka wapi. Kitu cha muhimu sana kwenye jumbe yako, tuambie wewe ni nani, kutoka wapi, alafu sasa ndipo utaandika kile ambacho unataka kukiwasilisha hapa studio. Sasa hivi nitafurahi nikiona message za kuniambia kwamba tuko pamoja katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Na siku ya leo nimekuandalia mada inayosema kwamba ukiingia kilindini matokeo yanabadilika. Ukiingia kilindini matokeo yanabadilika. Na mada hii nimeona ni vyema tuje tujadili na mchungaji kutoka kanisa la AICT Igoma, mchungaji Simon Chemu. Ndiye nitakaye kuwa naye hapa, na mada hii ya ukiingia kilindini matokeo yanabadilika utaielewa vizuri kupitia mtumishi wa Mungu huyu ambaye siku ya leo hapa studio ataifafanua mada hii na atakufundisha kiundani zaidi. Na hapa nimpe nafasi sasa mchungaji Simon Chemu. Lakini kabla ya yote nikwambie tu, kwa niaba ya timu nzima ya Amka Tumsifu Mungu, mimi ni Madoshi James, ndiye nitakaye kuwa nawe kwa siku ya leo mpaka gurudumu hili kuhakikisha tunalifikisha mwisho vizuri kabisa. Mchungaji Simon Chemu, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji Madoshi. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajisikiaje kwanza kuwepo katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu? Najisikia kuwa na amani. Maana ni siku njema ambayo Bwana ametupatia. Ni zawadi kutoka kwake. Zawadi kutoka. Hakuna aliyestahili au ambaye amefanya juhudi aweze kuiona. Kwa hiyo ni neema. Ni neema. Ndio. Hapo kwenye hakuna aliyefanya juhudi kuweza kuiona na kubali kabisa, mtumishi wa Mungu. Ndio. Sasa nikupe nafasi uweze kujitambulisha kiundani zaidi, mchungaji kutoka kanisa la AICT. Ukituambia wewe ni nani zaidi, tutashukuru sana. Na baada ya hapa twende moja kwa moja sasa kwenye mada hii ambayo tutakuwa nayo hapa. Nitakupa nafasi kiundani ili uweze kuifundisha vizuri na mtazamaji wangu aweze kuielewa kiundani zaidi. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Kama mtangazaji ndugu yangu Madosha alivyosema, ninaitwa mchungaji Simon Chemu. Ni mchungaji mstaafu, lakini namshukuru Mungu naendelea kutumika. Asubuhi ya leo ningependa tuangalie neno la Bwana kutoka kitabu cha Luka. Luka ile sura ya 5 na ule mstari wa kwanza mpaka 11. Sawa. Ili tuende vizuri, ngoja niisome hii mstari. Sawa. Karibu sana. Luka sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka 11. Ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao.
akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano akiwa chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili, waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Maana alishikwa na mshangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki waliowapata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hapa tunamwona Bwana Yesu katika huduma yake. Anafanya muujiza mkubwa. Anakutana huyu Simoni Petro akiwa na wenzake wawili, lakini walikuwa wamemaliza kuvua samaki na sasa wako ufuoni. Ni kawaida ya wavuvi wanapotoka ziwani kuanza kuziosha zile nyavu na kuziandaa kwa ajili ya kazi nyingine. Lakini tunaona Bwana Yesu anakutana nao, ndiye anamwambia Simoni, tweka mpaka kilindini. Anashangaa kwa sababu kwanza ni mchana, uvuvi huu unafanyika usiku. Ni mchana, lakini anamwambia tumekesha, hatujapata samaki. Lakini akasema neno moja kwamba, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Na kwa neno hilo, alipokuwa amesema neno hilo, walipoenda sasa mpaka wakazishusha zile nyavu, ndipo walipopata samaki nyingi sana. Lakini hapa kuna maswali kama 5. Kwa nini Yesu alimwambia Simoni Petro atweke hadi kilindini akazishushe nyavu? Kuna maswali hapo. Sawa. Swali la kwanza, jibu la kwanza ni hivi. Yesu alitaka kumfundisha Simoni Petro kumtegemea Mungu. Alitaka kumfundisha kwamba amwamini na mtegemee Mungu katika shughuli zake. Ndio maana alimwambia tweka. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili, Yesu alitaka kumuonyesha Simoni Petro kwamba yeye Yesu ana nguvu na uweza. Kwa sababu yeye ndio muumbaji. Tukisoma katika kile kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza, inasema kwamba hapo mwanzo alikuweko neno. Kwa hiyo neno ni yeye. Na kwa maana hiyo sasa na ndio maana sasa anamwambia afanye hivyo, kuonyesha kwamba yeye ana uweza. Lakini tunapoangalia sababu ya tatu, kwa nini alimwambia hivyo? Yesu alimwambia Simoni Petro kupima imani yake na utii. Aitaka apime imani yake na utii. Huu ulikuwa kama ni kama tuseme labda ni interview. Lakini sababu ya 4, Yesu alimwambia hivi Simoni Petro kumwandaa kwa utumishi wa kuvua watu badala ya kuvua samaki. Na sababu ya 5, Yesu alitaka imani yake izame zaidi, isiwe imani ya juujuu. Maana imani ya juujuu hata ikitokea changamoto mtu anakata tamaa. Ndio maana anaacha kwenda kanisani, anakwenda kwa mganga wa kienyeji kutafuta msaada, kwa sababu imani yake iko juujuu. Imani ya juujuu hiyo. Na ndio maana alitaka kwa nini aende kilindini kuzishusha? Imani yake izame zaidi. Na hili linatufundisha kwa Wakristo pia kwamba sisi kama Wakristo tunatakiwa imani zetu zizame, zisiwe juujuu. Bila shaka kwa kuwa wewe ni Mkristo, una habari ya mpanzi alipokuwa amepanda zile mbegu. Nyingine zilianguka njiani, nyingine zikaanguka kwenye mamba. Za kwenye mamba sawa, ziliota, lakini baada ya muda zikakauka. Maana zilikosa nini? Rutuba na ile mizizi. Kwa hiyo maana alikuwa anataka Simon Petro
kumwandaa katika mambo haya matano. Sawa. Ndio maana sasa anamwambia atuweke mpaka kilindini, na ndipo mada yetu leo imetengenezwa hapo. Lakini kuna swali hapo, kilindini ni nini? Kilindini ni katikati ya maji, kina kirefu. Katikati ya maji yenye kina kirefu. Sasa mchungaji, ndio nimeahidi kwamba nitasoma meseji za watazamaji hapa watakaoungana na sisi katika kipindi hiki mapema hii. Naomba nizisome alafu baadaye tu nikupe muda mzuzuri kabisa ufafanue kwa nini kilindini na kilindini maana yake nini hasa. Sawa. Huyu anasema anaitwa Mama Willy, tuko pamoja na wewe mtumishi wa Mungu Madoshi by Mama Williana kutoka Ilemela. Asante sana Mama Williana kwa kuendelea kuwa nasi asubuhi ya leo. Huyu anasema naitwa Nahumu Falesi toka Tabora Urambo Itebulanda. Kipindi cha tumsifu Bwana asubuhi ya leo tuko pamoja. Asante sana Nahumu. Huyu anasema mimi naitwa Irene Julius natokea Katoro mkoa wa Geita, kanisa la AICT Mlimani Katoro. Naomba sawa. Baadaye huyu anasema Mungu awepe nguvu ya kusifu, kwani kusifu kwa pasa wanyofu wa moyo. Naitwa Emmanuel Jamsi, amen, Kahama Shinyanga. Asante sana Emmanuel Jamsi. Huyu anasema mimi ni Andrew Makala, niko Dar es Salaam. Mungu awabariki sana, tuko pamoja. Asante sana Andrew. Huyu anasema jamani, mimi nataka niokoke, lakini kila nikitaka kwenda kanisani nashindwa, hata nikifika kanisani nashindwa. Huyu anasema Paulo Mlangoni. Sawa. Sasa wewe ndio mtu wa muhimu ambaye tunakutafuta. Tutachukua namba za mtumishi wa Mungu baadaye, atakupa msaada. Huyu anasema Mungu awabariki sana, naitwa Baba Neema Morogoro. Madam sawa. Nawashukuru sana watazamaji wangu ambao mmeendelea kutuma meseji zenu, na mimi nakwambia kwamba hapa katika kipindi hiki tutakuwa pamoja na ninyi kwa siku ya leo, na endelea kutuma meseji yako. Kama kutakuwa na swali lolote kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Simoni, tuma meseji yako. Ukiweka swali pale itapendeza zaidi, tuambie wewe ni nani, kutoka wapi. Usipige simu tafadhali, tuma ujumbe wako hapa na mchungaji atajibu kila swali ambalo utakuwa umeuliza. Sasa mchungaji, turudi hapa. Ndio. Kilindini maana yake nini, na utuelezee sasa vizuri kiundani kwa nini Yesu awaambie umetupa zile sababu 5. Sasa tuweke kwenye msingi wa kilindini. Kilindini maana yake nini kwa mtazamo huo na mtazamo wa sasa kama utakuwepo? Namshukuru Mungu kwamba niliwahi kufanya kazi ya kuvua kwa muda mfupi kama mwezi mmoja. Kilindini ziwani ni sehemu ambayo ni ya mbali kabisa kutoka kwenye ufuo. Mnaenda mbali kabisa. Ni katikati ya yani ni kina kirefu. Ni kina kirefu. Hiyo ndio maana ya kilindini, yani kwamba ni kina kirefu ndio maana ya kilindini. Na kina kirefu na kipata mbele kabisa baada ya kupiga hatua mbele kabisa. Huko hata kama mtu akizama, kupona kwake labda ni neema ya Mungu. Maana ni akishazama hawezi tena. Maana ni kina kirefu. Hasa ndio maana Yesu anasema kwamba utweke mpaka kilindini. Lakini tunaona kwamba kwa nini alipo akina Petro, huyo Simon Petro na wenzake wawili walipozishusha zile nyavu, na kwa sababu Yesu ni muumbaji, kama tulivyosema, aliruhusu wale samaki, kama aliwaamuru waende pale kwenye hicho kilindi ambapo alimwambia akazishusha nyavu. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni Mungu na ni muumbaji, kwa hiyo ni mmiliki na mtawala wa vitu vyote. Kwa hiyo aliziamrisha zile samaki zikashuka mpaka hapo ili tu amwandae Simon Petro. Na ndio maana sasa aliposhusha zile nyavu zake pale na samaki wengi wakaingia kwenye zile nyavu. Walipozinua sasa na hata nyavu zinaanza kukatika. Wakati Yesu anamwambia kwamba Simoni ashushe nyavu, maana yake kuna mazingira ambayo ameyaona. Alikuwa ameyaona. Maana yeye ni Mungu. Maana yeye tunasema kwamba omnipresence. Yani anaona kila mahali. Kwa hiyo maana alikuwa ameona kwamba pale kilindini kuna samaki wengi. Na aliwaandaa kwamba waende hapo. Ni kama yeye aliwaamrisha tu waende hapo kilindini.
na aliwaona tu kwamba hapo ndipo kuna samaki. Anajua samaki zinapatikana wapi. Maana yeye jicho lake linaangalia kila mahali. Sasa lakini Simoni hapa kuna kitu kimoja ametufundisha. Anasema kwa neno lako. Baada ya kupokea yale maelezo, so wamechoka kabisa. Wamekesha hakuna, lakini ametumia neno kwa neno lako. Kumbe neno lina nguvu. Neno lina nguvu. Na ndio maana hata kwenye hata Simoni, hata huyu Mariamu alipokutana na malaika Gabrieli, alipoambiwa kwamba atachukua mimba, alisema kwa neno lako. Lakini bado Mungu katika uumbaji wake, ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya kwanza yote, ukaja na ile sura ya pili mwanzoni pale, Mungu hajaumba kwa mikono yake, aliumba kwa neno. Kumbe neno lina nguvu. Na tunalipata wapi neno? Tukisoma Biblia. Ndio tunapata neno. Tukienda kanisani likihubiriwa neno tunapata nguvu. Na huyu ndugu yetu ambaye amesema kwamba akitafuta kila njia ya kutaka kuokoka anashindwa. Sasa njia pekee ni kumueleza neno la Mungu la uzima. Litamsaidia huyo ndugu yetu aliyetuma ujumbe. Kwa hiyo neno lina nguvu. Neno lina nguvu. Lakini bado kuna mtu mmoja alikuwa na mgonjwa. Mfanyakazi wake alimwendea Yesu. Kwamba mfanyakazi wangu ni mgonjwa, naomba umponye. Lakini Yesu akasema kwamba tutaenda. Yule bwana akakataa, akasema na mimi nao watumishi kama wewe. Lakini kwa neno lako, sema tu neno moja. Na hili neno alipolitamka, alikuta yule mgonjwa ameshapona. Kwa hiyo neno lina nguvu. Na ndio maana Simon Petro anasema kwa neno lako nitazishusha. Hapa anaonyesha utii, anaonyesha utayari. Sasa mchungaji, mtu anawezaje akaingia kilindini? Kwa sababu mada yetu tulionayo hapa inasema ukiingia kilindini matokeo yanabadilika. Tupe sasa uhusiano wa kuingia kilindini na kuyapata hayo matokeo, na utueleze mtu anawezaje akaingia kilindini. Mtu anaweza kuingia kilindini kwa njia zifuatazo. Kwa kulisoma neno Biblia. Akijenga tabia ya kusoma neno kila siku asubuhi, akasoma na jioni, huko ni kuingia, kinamsaidia kuingia ndani zaidi, kumjua Mungu ni nani. Lakini bado akihudhuria ibada za makanisani, huko ni kuingia ndio kilindini, yani anaingia ndani zaidi. Lakini sio hivyo tu, akifunga na kuomba. Akifunga na kuomba, hiyo ni njia mojawapo ya kumwezesha kuingia kilindini. Lakini sio hivyo tu, hata kusikiliza mahubiri kwa njia ya redio, mahubiri kwa njia ya televisheni, lakini pia kuhudhuria mikutano mbalimbali ya uamsho. Mtu akimwamini Yesu tu alafu akakaa, huyo atakuwa amedumaa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba anahitaji kula chakula kigumu, sio maziwa. Kwa hiyo ndio inamsababisha mtu aingie kilindini, aendelee kuzama kumtafuta Bwana. Na ndio maana Isaya 55 mstari wa 6 na 7 inasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Kumtafuta. Kwa ile mchakato wa kumtafuta ndio mchakato wa kuingia kilindini. Ndio kuingia kilindini. Sio tu mtu amemwamini Yesu alafu akakaa, atadumaa. Unaingia kwenye kina. Anatakiwa aingie kina zaidi. Akiingia kina zaidi kwa namna hiyo, ndio atakuwa ameshaingia kilindini. Na ataona mambo makubwa zaidi. Hata kama alikuwa amekata tamaa, ataona ametiwa nguvu. Maana ameingia ndani, amezama zaidi. Na ndio maana hata mtu anaweza kuwa naomba, akabubujika, akalia, huyo ameingia kilindini, yani ameenda mbali zaidi. Tumtafute Bwana maadamu anapatikana. Tukimtafuta kwa bidii na kwa kujenga imani, itatusaidia kuingia kilindini. Maana imani inatufundisha kwamba hapa tulikuwa tunamwona kwamba Yesu anapomwambia Petro, alikuwa anajenga imani yake. Awe na imani. Imani ni mambo yasiyoonekana. Ni mambo ya baadaye. Kwa hiyo ndio hiyo sasa kwamba mtu ili aingie kilindini ajenge imani, kumtegemea Mungu peke yake. Sio tena kutegemea vitu vingine vya badala. Amekuwa Mkristo, hatakiwi tena kwenda kwa mganga wa kienyeji kupigiwa ramli. Aingie amtegemee Mungu tu kwamba yeye Mungu ndiye muweza wa mambo yote. Hiyo ndio maana ya kuingia kilindini, kuzama zaidi kulitafuta neno la Bwana. Sawa. Sasa mchungaji, tunaposema kuingia kilindini matokeo yanapatikana, yani hilo neno kuingia kilindini tunaweza tukalipima vipi kwamba huyu mtu yupo kilindini?
ni tunapima kwa imani kama ulivyosema, au kuna vipimo ambavyo tukiviona vinaashiria kwamba huyu mtu ameingia kweli kilindini, yupo kwenye kina? Ni ile imani yake. Imani ni bayana mambo yasiyoonekana. Ana imani gani huyo mtu? Amepata changamoto gani? Na ameikabili namna gani? Lakini kuingia kilindini zaidi, ili tujue kabisa kwamba huyu mtu ameingia kilindini, ni jinsi anavyomtegemea Mungu kwa maombi, kwa kufunga, kwa kuhudhuria mikutano kama tulivyosema, kwa kusoma neno la Mungu. Huko ndiko tunaona kabisa kwamba huyu mtu ameingia kilindini huyu. Jinsi anavyoshirikiana na wenzake pia. Maana kuna kushirikiana, kuna jumuiya, kuna ibada zile za katikati. Makanisa yana ibada za namna hiyo. Ushiriki wake kanisani. Ushiriki wake kanisani, huyo ndio kujitoa kwake, kutumika, kutoa mali zake. Huyo mtu anajua kwamba huyu mtu ameingia kilindini. Hana mashaka, hana wasiwasi, anamtegemea Mungu, ni mtii. Ndio maana yake hiyo. Sawa. Kuna wakati ambapo mtu anaweza akawa anafanya kila kitu vizuri, lakini matokeo yakawa hayaoni kabisa. Katika hali hiyo sasa, nataka kujua mchungaji, kuingia kilindini kuna maanisha nini? Pengine mtu akawa anafanya kila kitu vizuri kabisa, lakini matokeo hayaoni au hayapati. Sasa kwenye hali kama hiyo, kuingia kilindini kuna maanisha nini? Kuingia kilindini, mtu wa namna hiyo anafunga. Ili kujua kwamba huyu mtu ameingia kilindini, anafunga, anamtolea sadaka, anatoa zaka, lakini pia anajitoa kwa kazi ya Mungu, lakini pia hakati tamaa. Maana Mungu, tunapomwomba Mungu, hajibu yeye Mungu hujibu kwa wakati wake. Yaani kuna kuomba pale pale ukajibiwa. Lakini kuna kuomba ukajibiwa baadaye. Kwenye Biblia kuna watu walioomba, waliahidiwa na Mungu, lakini mpaka wamekufa hawajaona vitu vile. Vimekuja kuonekana kwa watoto. Sasa hali kama hiyo, sasa kufanya ukamilifu mzuri kabisa lakini mtu wa namna hiyo bado anamtegemea Mungu. Hajarudi nyuma, hajakata tamaa. Yeye anaendelea kumtafuta Mungu, anaendelea kuzama. Lakini watu wengine wanakuwa wanashangaa, huyu mtu vipi huyu? Ibrahimu ilimchukua muda mrefu sana kupata mtoto, lakini aliahidiwa. Lakini akaja kupata akiwa mzee kabisa, amekata tamaa baada ya kuwapokea wale malaika. Kwa hiyo tusikate tamaa tunapokuwa tumemwomba Mungu halafu hatujibiwi. Maana Mungu hachelewi wala Mungu hawai. Mungu anajibu kwa wakati wake. Na hii inasababisha wakati mwingine kweli watu wanatoka katika imani. Ameomba na anamtolea Mungu matoleo yake kanisani, anajitoa kazi za kanisa, lakini hajajibiwa ombi lake. Unamkuta huyu mtu ametafuta msaada pengine. Huyu mtu alishindwa kuingia kilindini. Mtu aliingia kilindini hachoki, hakati tamaa. Anajua Mungu wake iko siku moja atamjia. Na atamjibu hitaji lake. Hiyo ndio maana ya kuingia kilindini. Ni kuzama, kuendelea kumtafuta Mungu, hakuna kukata tamaa. Hiyo ndio maana yake. Tunamwona Hana kwenye Biblia. Alikuwa anaenda kila mwaka kuabudu kipindi cha Pasaka. Lakini hapati mtoto. Anaendelea hapati mtoto. Lakini siku moja sasa akasemeshwa, muda ulipofika sasa, akasemeshwa na Roho Mtakatifu, weka nadhiri. Akiwa sasa kwenye hekalu, akaingia kilindini, akabubujika mpaka yule kuhani alipomuona midomo yake inacheza akamwambia, wewe utakuwa mlevi mpaka nini hata asubuhi hii? Akajua amelewa. Lakini kumbe Hana alikuwa amezama katika kuomba. Yaani alikuwa ameondoa katika ulimwengu huu tuliona huu, ameingia katika ulimwengu mwingine. Akasema, Bwana, ukinipa mtoto wa kiume nitamtoa mtumishi wako. Na kweli akampa. Hiyo ndio maana yake. Tusikate tamaa. Mungu hujibu kwa wakati wake. Mungu hachelewi wala hawai. Sawa, mchungaji, umetueleza vizuri sana na umetupa hapo msingi wa tusikate tamaa. Ndio. Na mwanzo ulitueleza kuhusu Petro. Yesu anamwambia kwamba achukue nyavu zake atuweke mpaka kilindini huko. Na Petro alipofanya vile akapata samaki. Ndio. Sasa natengeneza swali hapa. Kuna watu tunawaona pengine wakawa wanamtafuta Mungu kwa lengo hilo la kupata kitu kutoka kwa Mungu. Wanamtafuta Mungu ili wapate samaki. Yaani yeye target yake ya kuingia kwenye kilindi ni kwa ajili ya Mungu ampe mahitaji yake. Lakini kuna wengine pia wakawepo wanaomtafuta Mungu kwa sababu wanamtafuta Mungu
na kwa sababu kama ulivyotuambia mtafuteni Bwana maadamu wapatikana, wakaamua kumtafuta Mungu kwa mfumo huo. Sasa tofauti za hawa watu wawili wanaomtafuta, anayemtafuta Mungu kwa ajili ya mahitaji yake na anayemtafuta Mungu kwa sababu anamtafuta Mungu, ni zipi hasa kwenye ufalme wa Mungu? Huyu mtu anayemtafuta Mungu kwa sababu ya mahitaji yake, akifanikiwa hana sababu tena kuendelea kumtafuta Mungu. Hiyo ndio tofauti yake. Ametafuta na Mungu amemjibu, na akishajibiwa basi hana sababu tena. Na hii inatokea sana kwa wanaume. Mtu anakuwa sio Mkristo lakini amemwona mwanakwaya mmoja anaimba sana, akataka muoe. Akaenda kanisani. Akasema nataka kujiunga na kanisa hili. Wala asemi nimemwamini Yesu. Basi ajiunge, kuna kitu anakifuzia. Basi na kwa sababu harusi, mtu akitaka kufunga harusi, basi anapewa mafundisho haraka, anabatizwa, anafunga ndoa. Akishafunga ndoa, humwoni tena kanisani. Kwa sababu yeye kuna kitu alikuwa anakitafuta, hakikuwa ndani yake. Hakikuwa ndani yake. Lakini huyu mtu mwingine ambaye yeye ambaye kwa kweli lengo lake ni kumpata Bwana. Bwana awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hatoki, hata kama hajajibiwa hatoki. Bado ataendelea kutumika, ataendelea kutoa sadaka, ataendelea kuhudhuria ibada, maana yeye sio lengo lake kupata vile vitu. Yale ni matokeo. Kupata vitu ni matokeo. Lakini tunachokitafuta ni ule uzima wa milele. Vitu vya hapa duniani vinapita. Kitu ambacho tunakitafuta sisi ni ule uzima wa milele ambao Yesu Kristo aliutoa pale msalabani. Tena alipoangikwa akakunjua mikono yake akasema, njoni kwangu nyinyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Lakini sio hivyo tu, alisema yamekwisha. Na kwa maana hiyo sasa sisi tunamtafuta Mungu ili kusudi tupate ule uzima wa milele. Hiyo ndio lengo letu kubwa. Na hapa tunamwona Yesu anashughulika na Simoni Petro. Lengo lake alikuwa anamwandaa aje kuwa mtumishi. Na huyu Simoni Petro ndio mwanafunzi wa kwanza. Na wale wawili watatu. Ukisoma ile mstari unaofuatia, waliziacha baada ya kupata zile samaki, waliziacha zile nyavu, wakaacha na mitumbwi, wakaanza kumfuata Yesu. Ni wanafunzi wa kwanza hawa. Kwa hiyo mchungaji, tuseme sifa ya kukata tamaa ipo kwa hawa kundi la ambao linamtafuta Mungu ili apate mahitaji, apate shida, anataka hitaji lake. Ila hawa wanaomtafuta Mungu hata kama asipopata leo bado anaendelea kumtafuta Mungu. Kwa hiyo mara nyingi hawana sifa ya kukata tamaa. Sawa. Lakini pia wanautii. Hapa tunamwona Simoni ametii. Alikuwa amechoka. Amesema tumekesha usiku kucha. Ametumia neno hilo. Lakini hatujapata kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kutokata tamaa. Sawa. Tuendelee kusonga mbele. Sawa. Tuendelee kusonga mbele. Ayubu anatufundisha mambo makubwa sana. Mali zake zote zilisha. Lakini Ayubu mpaka mke wake akamwambia, wewe unaendelea kushikamana na Mungu wako, umkatae tu Mungu. Lakini yeye kwa sababu Ayubu alikuwa amezama mpaka kilindini, imani yake ilikuwa ni kubwa, ni kubwa zaidi. Hakuweza kuteteleka. Alingangana, aliendelea tu kushikamana na Mungu. Na baadaye Mungu akamrudisha vitu vyake vyote. Kampa watoto wazuri, kampa na mali zake na kadhalika. Vyote vikarudi. Akamrejeshea. Kama wanakwaya wewe wanapoimba kwamba unirejeshee, akamrejeshea. Kwa hiyo mimi niwatie moyo tu wale walio na safari ya imani, wasikate tamaa. Hata pale ambapo wameomba hawajajibiwa, wasipate tamaa. Mkulima anatufundisha vizuri sana. Tunafahamu mkulima. Kuna kipindi analima lakini mvua hazinyeshi. Na analima tu. Na ametumia fedha nyingi. Kwa hiyo mwakani atasema silimi mwaka huu, mwaka jana sikupata. Mkulima akati tamaa, anaendelea. Kuna mwaka tu Mungu atamjibu. Atavuna mazao mengi. Wale wakati tamaa akasema, kumbe ningelima na mimi ningepata. Kwa hiyo mkulima ni mfano mzuri wa kuigwa. Akati tamaa. Sawa mchungaji. Ngoja nipite na kwenye meseji chache sasa kwa watazamaji wetu hapa ambao wanaendelea kututazama. Ndio. Mtazamaji, umeambiwa kwamba mwenye sifa ya kukata tamaa ni yule ambaye anamtafuta Mungu kwa ajili ya mahitaji yake. Ila unayemtafuta Mungu kwa sababu unatengeneza mahusiano na Mungu, hata kama asipokupa, bado utaendelea kumtafuta Mungu kwa sababu haumtafuti Mungu kwa sababu ya vitu. Ndio maana halisi ya kuingia kilindini. Sasa acha nisome meseji chache ambazo mmezituma watazamaji. Naona meseji zimefurika hapa. Huyu anasema, naitwa Simoni Salala, nipo Mkoka Kongwa. Tupo pamoja. Asante sana Simoni.
Wewe nasema Donasia Msigala toka Tarakea Rombo Kilimanjaro, tuko pamoja. Asante sana mtumishi wa Mungu kutoka Rombo. Huyu anasema swali kwa mchungaji, Petro alikuwa anamjua Yesu? Mbona hakumbishia kurudi kuvua tena? Mimi ni Andrew Makala kutoka Dar es Salaam. Mchungaji, kuna swali hapa. Ndio. Huyu anauliza, Petro alikuwa anamjua Yesu? Mbona hakumbishia alivyoambiwa aache kuvua? Petro alikuwa amesikia habari za Yesu. Maana Yesu baada ya kupata ule umri wake wa kutosha, alianza kuzunguka kuhubiri habari njema. Kwa hiyo alikuwa anazunguka huko na kule. Na ndio maana anaambiwa na Yesu amruhusu aingie kwenye ule mtumbwi. Alimjua. Kwa alikuwa anamfahamu kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo alikuwa anamjua. Na ndio maana amemruhusu atumie chombo chake. Na hii hapa kuna fundisho tena, mtangazaji Madoshi, kwamba ameuliza vizuri huyo swali, kwamba tumpe Mungu vitu vyetu tulivyo navyo. Aliyezama kilindini hawezi kumzuia mtu, hawezi kumzuilia Mungu vitu vyake. Kwanza wamempa mtumbwi aingie aseme na makutano. Hakikutosha, amemwambia atoke mpaka kilindini. Kwa hiyo alikuwa anamfahamu, ila alikuwa hajao mtumishi wake. Aliyezama kilindini hawezi akamzuia Mungu kutumia vitu vyake. Hawezi kumzuia. Maana anajua ndio mpaji. Kwa nini amzuie? Ndio maana watu wanapeleka zaka kanisani. Wanapeleka sadaka kanisani. Maana anajua yeye ndiye aliyempa. Wanapeleka na mavuno kanisani. Wanapeleka na manumbuko kanisani. Wanajua hivi vinatoka wapi. Mfanyakazi anapata mshahara, anatoa na sadaka, anatoa na zaka. Ndio. Sawa, naomba sasa nirudi kwenye meseji. Huyo anasema Bwana Yesu asifiwe watumishi, ufafanuzi wa mchungaji Chem nimeuelewa sana. Mungu ambariki sana. Anasema naitwa Mama Wili kutoka Elemela. Asante sana Mama Wili. Huyo anasema naitwa Yusufu kutoka Mvumero, na watakia Jumapili njema wapendwa wote. Asante sana Yusufu kutumia kipindi hiki kuwatakia Jumapili njema wapendwa wako. Huyo anasema mimi ni Bernard Venasi Mayungo Sengelema, tuko pamoja. Asante sana Bernard. Huyo anasema kwa majina ni Aaron Filimoni toka Dodoma. Kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa ulinzi wake. Ukiona siku hiyo si ya mchezo, kuna wengine hawajaiona. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kuendelea kuwa nasi kutoka Dodoma. Huyo anasema amina mchungaji, neno la Mungu limejitosheleza. Ubarikiwe mtumishi wa Bwana. Asante sana. Hapa naona meseji nyingi, ni wengi wameelewa mchungaji, wengi ni kama hawana maswali. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Live nipo Gongo la Mboto. Kweli nimejifunza vitu vingi sana kwenye somo la leo. Nimejifunza kuwa na uvumilivu pale ninapoomba, sipaswi kukata tamaa hata kama ombi langu litachelewa, kwa sababu Mungu anajibu kwa wakati wake. Amina, ubarikiwe mchungaji. Asanteni sana watazamaji wangu wote ambao mmetuma meseji, na hata hizi ambazo sijazisoma bado natambua uwepo wa hizi meseji hapa. Nikwambie usiache tu kutuma ujumbe yako, nikipata muda nitaisoma tena. Mchungaji, sasa tuendelee. Ndio. Tukiwa tunaelekea mwisho kabisa, sasa kama kuna chochote ambacho ni cha ziada hapa kwa ajili ya mtazamaji aweze kukifahamu, nikupe nafasi. Niseme tu kwamba kwa mtazamaji ambaye amekuwa akitufuatilia, niseme tu kabisa kwamba Mungu anatupenda. Na anatupenda kwa sababu alimtoa Yesu Kristo kwa ajili ya kuja kutukomboa. Na mara nyingi Mungu anatuandaa. Hata kabla tuingia kwenye huduma, Mungu anatuandaa. Yesu hapa alikuwa anamandaa Simon Petro na wenzake. Ndio maana anamtengenezea haya mazingira. Alikuwa anatengeneza, wanasema mindset yake, alikuwa anaitengeneza ile mindset. Anamwandaa kwa ajili ya utumishi. Na ndio maana anamwambia kwamba hutakuwa mvuvi wa samaki tena, bado utakuwa mvuvi wa watu. Sasa kitu ambacho mtazamaji ambaye ningeomba siku ya leo atoke nacho, imani. Ajenge imani kwa Yesu. Asiumbeyumbe. Lakini pia atii sauti ya Mungu anapoisikia,
inamwambia kutenda jambo fulani. Simoni Petro alikuwa na imani, na ndio maana nasema kwamba kwa neno lako nitazishusha. Lakini pia alitii, hakuishia hapo tu. Imani bila matendo ni kama imekufa. Kwa hiyo imani yetu tuionyeshe kwa matendo, kama ndugu yetu huyu Simoni na wenzake wawili walivyoonyesha, na kwa namna hiyo itatujengea imani zaidi na kuimarika. Na tuendelee kumtafuta Mungu. Hiyo niloisema Isaya 55 mstari wa 6 na wa 7, nasema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana, mwite maadamu yu karibu. Mungu wetu hayuko mbali. Mungu yupo kila mahali. Tunapomwita yeye anajibu kwa wakati wake. Sawa. Sasa mchungaji, kwa kifupi sana naomba kujua kwamba mtu anawezaje kutofautisha kwamba hapa ni Mungu ananipeleka kilindini na haya ni matamanio yangu binafsi? Vile viashiria vya msukumo wa moyo, unavyomsukuma mtu kwamba fanya hivi, anasikia moyoni mwake, kwenye kifua chake, anaposikia msukumo fulani, hiyo ndio inamuonyesha kwamba Mungu anataka nisonge mbele. Lakini pia mahubiri mkanisani, mahubiri kwenye TV, mahubiri kwenye redio, akiyasikiliza mtu yatampa msukumo wa kusema kwamba nisonge mbele, nisirudi nyuma, niendelee kumtafuta Bwana. Ile shauku, ile hamu ya kutaka kufanya kitu, hiyo ndio kiashiria cha kwamba Mungu anataka nisonge mbele. Na kwenye matamanio binafsi atajuaje sasa kwamba haya sio mapenzi ya Mungu? Inawezekana ni tamaa zangu mwenyewe hizi. Kwenye matamanio kweli kuna sauti. Kuna sauti inaweza ukasema hii ni sauti ya Mungu au ni ya shetani. Na ndio maana inataka tupime mara 3. Kwa mfano kama tunapokuwa labda siku nyingine tutakuja kuzungumza habari ya somo la ndoto na maono. Unajua vitu viwili hivyo tofauti. Madoshi uje wadai kipindi kingine kitasema nini tofauti ya ndoto na maono. Sawa. Samuel alipoitwa mara moja akaitika. Akaenda kwa Eli, akafikiri kwamba anaitwa na Eli. Eli akasema sijakuita. Akaenda tena, akaitwa mara ya pili. Eli akasema sijakuita. Akaenda mara ya 3, Eli akajua kumbe hii ni sauti ya nani? Ya Mungu. Mle ndani ya moyo tusichukulia jambo mara moja. Ukiliona linakusemesha. Kumbe inawezekana kwa sio sauti ya Mungu, labda ni sauti ya shetani. Maana shetani naye ana sauti. Sasa ni vizuri kupima, hii sauti ni ya Mungu? Uipime angalau mara 2 mara 3. Hiyo itakumsaidia sana mtazamaji, kumonyesha kwamba ni Mungu huyu ndiye anayempa, ndiye anayetaka amfanyie jambo hili. Sawa. Mtazamaji, ni kushukuru wewe ambaye uko pamoja na sisi kuanzia mwanzo mpaka sasa. Na hapa tupo na mchungaji Simon Chemu, ametufundisha vizuri katika somo hili la ukiingia kilindini matokeo yanabadilika. Na hapa sasa nataka tumpe nafasi, ikiwa kuna chochote ambacho utatamani kumpata nje ya hapa kwa ajili ya kujifunza kwake zaidi, unaweza ukampata vipi? Mchungaji Simon Chemu atusaidie sasa hapa. Mtazamaji akitaka kukupata mchungaji kwa ajili ya kujifunza zaidi kwako, ama anahitaji msaada wa kiroho, anaweza kukupata vipi? Mimi namba zangu ni kama ifuatavyo. 0754 44 0908. Nirudie. 0754 44 0908. Akinipigia kwa namba hiyo, nitajua yuko umbali gani. Kama yuko hapa Mwanza naweza nikamwelekeza akaje tukaonana. Kama yuko mbali, basi sasa hivi ulimwengu uko kwenye kiganja. Tutasemezana naye na tutasaidizana naye kwa njia ya mtandao. Hiyo ndio njia ya pekee. Ndio. Sawa mchungaji, nikushukuru sana. Fike mwisho sasa. Mwisho sasa ni vizuri nikaomba. Lakini nimwombe huyu ndugu yangu ambaye alisema mimi nataka kuokoka, lakini nashindwa kwa sababu nimeshatoa namba yangu. Sasa nafikia atanitafuta kwa wakati wake. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umetupatia. Asante kwa ajili ya ndugu yetu hapa mtangazaji Madoshi ambaye tumekuwa naye katika kipindi hiki.
na neno hili liwajenge waliosikiliza wote, na kila mmoja ambaye amesikia neno hili lipate kumbariki. Natamka baraka na mafanikio kwa kila aliyesikiliza somo hili katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Amen. Amina, amina, amina. Ndugu mtazamaji, nikwambie usibanduke hapo, tunaenda mapumziko mafupi, tutarejea. Na nikuombe radhi wewe ambaye sijasoma ujumbe wako ulioutuma hapa studio. Ni kweli ni kwamba ujumbe wako ni wa muhimu sana na ninautambua katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Nikusihi uendelee kubakia hapo, tafadhali usibadili kituo. Tunaenda mapumziko mafupi, baada ya muda tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kujifunza katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu, ili Mungu aendelee kutuhudumia zaidi. Wanaokata tamaa ni wale ambao wanamtafuta Mungu kwa ajili ya kupata mahitaji yao binafsi, lakini wasiokata tamaa ni wale ambao wanamtafuta Mungu kwa ajili ya kutengeneza mahusiano yao na Mungu. Chagua upande mmoja ambao utadondokea. Unamtafuta Mungu kwa ajili ya mahitaji ama unamtafuta Mungu kwa sababu ya kutengeneza mahusiano? Twende mapumziko mafupi, tutarejea. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda